nitumie fursa hii kwanza kuishukuru na kuipongeza sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaishukuru kwa sababu kwa wale ambao hamkuwa mmeambatana na sisi, ziara yetu tumeanza Dodoma. Tuliona jengo la makao makuu ya TBC pale Dodoma lenye kugharimu zaidi ya bilioni 54. Ni mradi mkubwa na uko kwenye hatua nzuri sana ya utekelezaji. Kwa kweli tunapongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha na kutengeneza na kuanza utekelezaji wa ule mradi. Lakini tunampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa kuwa tayari kutoa zaidi ya bilioni 286 kwa ajili ya uwanja wa mpira pale Arusha. Na cash flow ya pale haina matata. Waheshimiwa wabunge wote kila mmoja alipita pale na alifurahi. Aliona namna ambayo serikali inatiririsha fedha kwa ajili ya utekelezaji wa ule mradi. Lakini pamoja na changamoto nyingine ambazo tumeziona hapa TSN na pale Benjamin Mkapa, bado tunaona willingness, political will ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa miradi hii. Jambo ambalo tunalisisitiza kwa ujumla wake ni kila mmoja kutenda haki katika nafasi yake kumsaidia Dr. Samia Suluhu Hassan. Kila mmoja aumwe na kasoro hizi ambazo tumeziainisha, waone namna ya kwenda kuzitatua, kwenda kuzifanyia kazi kwa lengo la kufikia yale malengo na tija ambayo imetegemewa katika miradi hiyo. Leo msisitizo ulikuwa kwenye kuangalia na kukagua maendeleo ya ukarabati wa uwanja wa Uhuru, lakini hali kadhalika tulikuja kwenye mradi namba 6505 ambao wenyewe ilikuwa ujenzi wa jengo la kiwanda cha uchapaji la Tanzania Standard Newspaper TSN. Kwa hivyo tumefanya na kamati ya bunge miradi yote hii miwili tumewapitisha, wamejionea maendeleo yake. Maendeleo ya ukarabati wa uwanja wa Uhuru tuko kwenye 8% sasa hivi, lakini kazi hiyo imefanyika ndani ya mwezi mmoja tu kama unavyofahamu. Kwa hivyo naamini tuko ndani ya muda kwa kadri tulivyopangiana na mkandarasi, na ndio jambo ambalo tulikuwa tunalitazamia baada ya kuamua kabisa kwamba tunataka marekebisho hayo yahusishe nini na nini na tunataka matokeo gani. Lakini hali kadhalika ujenzi wa kiwanda hiki pamoja na ununuzi wa mitambo ambayo yote inatoka nje ya nchi kwa ajili ya uchapaji, jambo ambalo litaenda kuinufaisha sana mchapishaji huyu wa magazeti ya serikali, kwa maana kwamba kwanza atakuwa na uwezo wa kuchapisha magazeti yake mwenyewe, lakini atakuwa anatoa huduma ya uchapaji kwa watu wengine, makampuni mengine, taasisi nyingine ambazo zitakuwa zinahitaji huduma hiyo kote nchini. Na tumepata maelekezo, hatua zinapigwa, tunasogea, na kazi ya bunge ni kusimamia serikali ile bajeti ambayo waliipitisha kuhakikisha inakwenda kufanya kazi kwa thamani ile ile ya pesa ambayo waliitoa. Kwa hivyo wamekuja wameangalia kiasi cha fedha kilichotolewa na kazi iliyofanyika, hawana shida nacho, lakini tumepata maelekezo kuhusiana na kasi ya miradi hii yote na tunakwenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha tunawatendea haki umma wa Tanzania ambao miradi hii inakwenda kuwanufaisha kwa namna moja ama nyingine. Kwa kweli tumetembelea miradi mingi sana. Huu mradi hapa ni mradi wa kipekee. Nina kila sababu ya kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa huu aliofanya hapa. Hakika tumefurahishwa na tumefurahishwa kwa mambo kadhaa. Jambo la kwanza, tumekuta kazi zinakwenda kwa spidi ya ajabu, yani ni spidi ya 5G. Umekuta kila mmoja yuko busy na utendaji wa mradi huu. Lakini pia wenyewe tumejishuhudia kwamba mradi huu ulitakiwa mpaka sasa uwe karibia 31%, lakini bado mpaka sasa wao wameshafanya kazi kwa 33%, manake wameenda mbele zaidi. Ni jambo la kuwapongeza wakandarasi, lakini ni jambo la kumpongeza mshauri mwelekezi, lakini pia ni jambo la kumpongeza Mheshimiwa Rais, lakini pia tumpongeze mkuu wa mkoa wa Arusha kwa maana ameweza kuunganisha zile sekta zote ikiwemo TARURA, TANROADS, watu wa maji na watu wa umeme. Tunaamini mafanikio haya yanaendana na umoja wa taasisi hizi ambazo zimeshirikiana na tumeona matokeo yake. Mimi nimevutiwa sana na katika andiko kurasa wa 9 namba 3, changamoto za utekelezaji wa mradi na hatua za kukabiliana nazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mara nyingi tunapoenda kwenye ukaguzi lazima tunakutana na changamoto. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana kwa sababu mradi huu hauna changamoto kubwa.
zinazokwamisha utekelezaji wake hadi sasa. Hili ni jambo la kujivunia. Tunapongeza sana serikali kwa kuweka nguvu kubwa hapa, na kazi hii inaonekana itakamilika kwa wakati. Ndizi tamu utaijua kwa ganda lake. Ndizi tamu unaijua tu kwa ganda lake la nje, unajua hii ndizi tamu. Yaani tulivyoingia tunaangalia, kwa kweli kazi inaonekana. Kazi inaonekana, mmefanya vizuri. Nilikuwa namuuliza nani, engineer sijui au mtu pale nimeongozana naye, nikasema hii bize tunayoiona ni leo tu au siku zote? Akanihakishia sijui, lakini alihakishia akasema kila siku ndio wanafanya kazi hivi kama nyuki. Na mimi nasema wakifanya kazi hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, hakutakuwa na shida hata ya muda wa kumaliza, watawahi. Kwa hiyo waendelee hivyo kwa hizo siku, na kweli mnastahili pongezi. Kama nilivyo ndio mnakuwa busy. Lakini jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze sana kitendo cha kutumia mainjinia wazawa, yani vijana wa kwetu hapa wakisaidiana na wakandarasi. Hongera sana katibu kwa kuona, katibu mkuu wa wizara na wizara kwa kuona kwamba hawa vijana sasa ndio wafanye hizi kazi zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tulikuja hapa pale chini hata hatukuona zege, hatukuona nondo zikisimama, lakini leo hii tumeona tayari lile jukwaa la upande wa mashabiki wa Simba liko tayari vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, na tumeonyeshwa ramani ambayo iko ya kisasa sana, na tunaamini kwenye hii ramani hata haya mageti kutakuwa kuna milango maalum ya kupitishia watu tupu, wala si wanyama. Mbuzi hawataruhusiwa kuingia kwenye huu uwanja. Mheshimiwa Mwenyekiti, hongera sana. Kiukweli hata mimi ukiona natoa pongezi, ujue kazi iko vizuri. Wakati tunakuja mara ya mwisho walikuwa wanafanya site clearing, lakini leo naona mabadiliko makubwa sana. Tulipokuja mara ya kwanza ilikuwa ni 3%, lakini leo imefika 31% ya ujenzi. Kiukweli mnahitaji pongezi sana. Lakini pia hata nipongeze serikali pia, kwa sababu nikiangalia cash flow iko vizuri mno. Mpaka sasa wamesharaizi certificate kama 5, mzigo umeshashuka, na bado kama naibu waziri umesema wiki ijayo tena mzigo mwingine unakuja. Kwa hiyo niipongeze wizara kwamba yale mnayotarajia wa Tanzania wayapate kuhusu uwanja na kwa muda uliopangwa basi inaenda kutimia. Mimi niwapongeze sana serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Matamanio ya Watanzania yanakwenda vizuri.